Ni kweli Engineer Hersi unaweza kusema kwamba amefanikiwa kwa sababu tazama toka ameingia kwenye madaraka akiwa kama rais kwenye klabu hiyo ya Young Africans kwenye miaka yake minne, kwanza kwenye kubeba mataji, umeona hapo amefanikiwa, amebeba mataji manne ya ligi kuu mara 4 mfululizo, lakini pia amebeba kombe la CRDB ambapo kwa zamani walifahamika kama Azam Federation mara 3 mfululizo, lakini pia amefika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mbali na hapo, amefika hatua ya robo fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia amecheza hatua ya makundi msimu uliopita ya ligi ya mabingwa, na msimu huu pia pengine tukawaona Young Africans kufika katika hatua hiyo ya makundi. Kwa kwenye eneo hilo la kubeba mataji, lakini pia kufika hatua za juu kwenye mashindano ya kimataifa toka Engineer Hersi ameingia madarakani, unaweza kumhesabu kama amefanikiwa. Kwenye eneo jingine ambalo Engineer Hersi amefanikiwa ni uhusiano wa baina ya klabu na makampuni. Unaona toka ameingia Engineer Hersi, uhusiano na GSM na Young Africans umezidi kwa mkubwa, lakini pia hata Azam TV nao na Young Africans uhusiano wao umekuwa mkubwa, bali zaidi kwenye mdhamini wao pesa naye amezidi kuwa na mahusiano naye mazuri, na makampuni mengine amezidi kuongezeka. Mfano haya wote hao wamekuja chini ya uongozi wa Engineer Hersi kuwekeza, lakini pia kuifanya klabu iwe na nguvu zaidi ya kujiendesha kimapato, kwa sababu tunajua vilabu vyetu hazina vyanzo sahihi vya kupata mapato. Kwa hiyo kupitia hao wadhamini, gate collection, lakini pia kwenye mauzo ya jezi ndipo ambapo vilabu vyetu vinapata. Kwa hiyo kwenye mahusiano hayo ya baina ya klabu na wadhamini, Engineer Hersi ameweza kufanyia kazi vizuri, na tumeona wadhamini mbalimbali wakitamani kuingia Young Africans, na hivi karibuni walitangaza thamani ya klabu yao kwa ni bilioni 100. Yote ni kutokana na namna ambavyo wanazidi kubrand timu yao. Kwa hiyo unaona kwenye hayo maeneo ya mafanikio ya kubeba mataji, lakini pia mahusiano mazuri ya timu na makampuni ama wawekezaji ameweza kufanikiwa. Eneo jingine ni kuwasogeza karibu mashabiki, wanachama na uongozi wao. Toka amekuja Engineer Hersi, tumeona kumekuwa na hizi slogan za kwenda kuwasuku kwa pamoja, lakini pia wananchi kukutana. Kuna magrupu mbalimbali, mfano Yanga ni ile Yanga zile kupa vijana limeundwa. Kwa hiyo unaona namna ambavyo anajaribu kuwakusanya na kuwasogeza karibu mashabiki, wanachama na wapenzi wa Yanga Africans kuwa pamoja na uongozi wao, kujua nini ambacho kinaendelea katika timu yao. Kwa hiyo amefanikiwa kwenye ile eneo. Eneo jingine ambalo naweza nikasema kwamba bado kidogo hajafanikiwa kivile kwenye eneo la kimuundo. Ukitazama Yanga Africans hawana uwanja. Kwa hiyo toka yeye ameingia madarakani, kuna kitu alikiahidi kwamba atajenga uwanja wa Kaunda pale ambao wanamiliki Young Africans, na ameahidi kuwa utachukua takriban watu 25 kama sikosei. Kwa hiyo hapo ndipo bado ambapo wananchi wanamdai, lakini ukitazama kwenye maeneo mengine kubeba mataji amekuwa amefanikiwa kwa kiasi kikubwa, na sidhani kama kuna rais ama kiongozi ambaye amepita wajuu zaidi kwenye klabu ya Young Africans amefikia mafanikio ambayo Engineer Hersi ameyapata. Kwa hiyo hata kama ikitokea anaondoka ndani ya Young Africans, bado atabaki kama alama ya kukumbukwa ndani ya Young Africans, na atakuwa ni shujaa ambaye ametengeneza alama ya historia zaidi ndani ya klabu hiyo. Kwa hiyo atakuwa anaacha deni kwa viongozi ambao wanamfuatia, kujua kwamba kuna mtu alipita amefanya hiki ndani ya timu yetu. Kwa hiyo hata sisi ambao tunaingia kwenye hii timu tuna deni la kutoa timu hapa ambapo mwenzetu ameishia kupeleka kwenye sehemu nyingine. Kwa hiyo tumini naweza kusema Engineer Hersi amefanikiwa zaidi kwenye klabu ya Young Africans.